Moja kati ya wanaume ambao huwa wanateseka sana kwenye mahusiano ni wanaume wenye pesa. Yaani hicho ndio kitu ambacho watu wengi huwa mkifahamu. Wanaume wengi wenye pesa huwa wanaongoza kuteseka na mapenzi pamoja na pesa walizonazo. Sasa leo nataka nikwambie ni kwa nini wanaume wengi huwa wanateseka na mahusiano pamoja na kwamba wanakuwa na pesa. Jambo la kwanza ni uwekezaji wa hisia kupitia mali. Yaani mwanaume mwenye pesa akimpata mwanamke kwa kuwa anampenda, yeye huwa anafanya kila kitu ambacho anaona na uwezo wa kumfanyia huyo mwanamke. Kwa hiyo mara nyingi mwanaume anaweza kumfanyia mambo makubwa, anaweza kumnunulia gari, anaweza kumnunulia uwanja, anaweza kumjengea nyumba. Matokeo yake yule mwanamke akija kumgeuka, huyu mwanaume anaumia sana kwa sababu akikaa chini akifikiria, anaona alipoteza vitu vingi kwa ajili ya yule mwanamke. Kwa hiyo mtu unakuta anaona amepoteza muda, amepoteza pesa yake, amepoteza hisia zake ambazo aliwekeza kwa huyo mwanamke. Kwa hiyo asilimia kubwa mwanaume huyu lazima aumie kwa sababu anaona hicho kitendo hakustahili. Yaani hicho kitendo kilichomtokea hakikustahili kumtokea kwa sababu alimpa huyo mwanamke kila kitu. Wanaume wengi huwa wanasahau kwamba pesa inaweza kununua utii, lakini pesa haiwezi kununua upendo. Hiyo lazima mwanaume uijue. Yaani mwanamke anaweza kukutii wewe kwa sababu una pesa, lakini anaweza akashindwa kukupenda pamoja na pesa ulizonazo, akashindwa kukupenda. Kwa hiyo anaweza kakaa na wewe akakutii kwa muda ambao anajisikia yeye, baada ya kuona amefaidika na kile kitu ambacho unacho, anaamua kumove on, anakuacha. Kwa hiyo maumivu yanabaki sana kwako kwa sababu wewe ulikuwa unafanya kile kitu kwenye ukweli, lakini huyo mwanamke alikuwa yuko pale kwako kiufeki kwa sababu amekaa pale feki, anakupa utii feki kwa sababu kuna kitu ananufaika kutoka kwako. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanaume huwa wanakuja kuumia baada ya kugundua kwamba muda, pesa na nguvu nilizowekeza kwa huyu mwanamke vyote vimekuwa ni bure. Sijui kama unanielewa. Jambo la pili, ego ya hadhi katika jamii huwa inawatesa sana wanaume wenye pesa. Yaani watu wengi huwa mnaamini kwamba mwanaume akiwa na pesa yeye anaenjoy tu maisha. Lakini sio kweli. Kuna wakati huyu mwanaume anaweza kuwa anapitia changamoto, mwanamke aliyenaye anamsumbua, lakini huyu mwanaume huwa anaona aibu kuachana na yule mwanamke kwa sababu anaona kama vile picha yake itaharibika. Watu watamcheka kwamba hata yeye pamoja na pesa zake zote kumbe ameachwa. Kwa hiyo wanaume wengi wenye pesa huwa wanajikuta sasa wanaanza kuwang'ang'ania wale wanawake ili wabaki kwenye maisha yao kwa sababu ya kulinda pia aibu zao, kwamba isije ikatokea watu watanioneje kwamba na mimi nimeachwa pamoja na pesa nilizonazo. Kwa hiyo wengi wao huwa wanaishia kuishi kwenye mahusiano ambayo yamejaa masharti. Yaani hawapewi upendo, wanakuwa wananunua upendo kwa ajili ya pesa walizonazo. Mwanamke anakuwa anamwambia ukitaka mimi na wewe tuendelee, nifanyie hiki, ninunulie hiki, sijui nifanyie kile. Kwa hiyo mwanaume anajikuta anateseka moyoni. Pamoja na pesa alizonazo hana amani. Mwanamke aliyenaye wanaishi kwenye mahusiano kupitia pesa. Yaani yeye mwenyewe anajiona kabisa yule mwanamke bila pesa hatoboi. Na mwingine yeye anaweza kawa ni mke wake kabisa. Pengine kuna changamoto kubwa zimetokea kati yao, lakini anashindwa kumwacha kwa sababu ya kulinda hadhi yake. Yaani hiyo huwa inatokea mara nyingi sana. Unakuta mwanaume anakuja anakuambia, dada, mimi ni mtu ambaye nina pesa zangu. Yaani nikitembea kila mtu anayatamani maisha yangu, lakini hapa huwezi kuamini, ndani ya moyo wangu sina amani. Mke wangu alinifanyia 1 2 3 au mke wangu amenisaliti, lakini nashindwa kumwacha kutokana na hadhi nilionayo. Watu watanioneje? Nitatia aibu, nitadharaulika. Kwa hiyo ile ego inamtesa huyu mwanaume, inabidi aendelee kuvumilia kukaa na mwanamke ambaye tayari sio sahihi kwa sababu tu anahofia picha itakayoonekana kwa watu baada ya yeye kuonekana mahusiano yake yamemshinda. Kwa hiyo wanaume wengi wenye pesa unaweza ukakuta wanapitia changamoto kubwa tu kutoka kwa wake zao pengine au wanawake tu ambao wanawamiliki, lakini wanaendelea kuvumilia kutokana na kwamba hawataki kuonekana walishindwa kuwamiliki hao wanawake pamoja na pesa walizonazo, au wanahofia brandi zao kuchafuka kwa sababu labda watu walikuwa wanawaheshimu. Kwa hiyo wakiona ndoa yake imevunjika inaweza ikawa picha mbaya kwa upande wake. Jambo la tatu, wanaume ambao wana pesa huwa wanakuwa na muda mdogo sana wa kujenga mahusiano kiundani. Sijui kama unanielewa. Yaani kwa sababu ya ubize wa utafutaji, hawa wanaume wenye pesa huwa wanajikuta wanakosa muda wa kukaa karibu na mwanamke kihisia kwa muda mrefu. Kwa hiyo yeye huwa anaamini kwamba kwa sababu mimi na provide na mhudumia huyu mwanamke, nampa kila kitu, hakuna shida. Tatizo huwa linakuja kwenye akili ya mwanamke. Yaani kama mwanamke ana akili ndogo, lazima ataishia kumuumiza huyu mwanaume kwa sababu
anadai anakosa muda kwa huyu mwanaume. Mwanaume akiwa anamhudumia mwanamke huyu mwenye pesa, huwa anaamini kwamba hiyo inatosha kwake yeye. Kwa hiyo anajua muda nikipata mwenzangu ananielewa kwamba nina ubize, kwamba nina hiki. Lakini cha ajabu, mwanamke huyu anaweza kuja kuishia kutembea na mtu ambaye hana chochote kwa madai ya kwamba alikosa muda na huyu mwanaume. Kwa hiyo huyu mwanaume atakuja kuumia sana, kwa sababu alikuwa anaona mapambano yote anapambana kwa ajili ya maisha ya kwao wote wawili, yeye na mwanamke wake au yeye na mke wake. Lakini mwisho wa siku huyu mke wake anapokuja kumlipa vibaya, inaonekana yeye ubize wake umekuja kumsababisha mke aisaliti ndoa. Anaumia sana kwa sababu hakutarajia. Alifikiri nikimpa kila kitu mke wangu na kwa namna ambavyo ninapambana kwa ajili ya maisha yetu, hakitojitokeza kitu kama hiki. Kwa hiyo kikijitokeza anaumia kwa sababu anaona alifanya kila kitu kwa ukamilifu. Akijichunguza haoni changamoto. Yaani ni afadhali asipokuwa na pesa, anaweza akasema au kuna kitu nilishindwa kumtimizia. Tofauti na huyu ambaye anajua kwamba nilimtimizia kila kitu, lakini muda tu ndio kitu kilichomfanya anisaliti. Kwa hiyo asilimia kubwa anajikuta yuko kwenye maumivu makali kwa sababu ya hicho kitu ambacho kitamtokea. Jambo la 4 ni mke kuto kumpa heshima mwanaume. Hii inatokea sana kwa wanaume wenye pesa, na hiki ndio kitu ambacho watu wengi sana hamkijui. Yaani mwanaume akiwa na mwanamke, mwanaume mwenye pesa akiwa na mwanamke, yule mwanamke huwa anatengeneza mazingira ya kumzoea huyu mwanaume kwa sababu ana pesa. Kwa hiyo wakati mwingine huyu mwanaume anaweza akafanya kitu kwenye maisha ya mkewe, lakini mwanamke akakosa kuappreciate. Yaani kuna vitu mwanamke anaanza kuvichukulia simple kwa kuona mbona mume wangu ni mtu mwenye pesa, mbona mume wangu hana shida. Anaanza kuona kama mumewe tayari ni mzungu, kuna vitu ambavyo atakuwa havihitaji tena. Yaani kuna wakati unakuta mwanaume anakutafuta, anakuambia dada, mimi namfanyia vitu vikubwa sana mke wangu, lakini kwa sasa hivi ameacha kuappreciate. Yaani haheshimu kile ninachokifanya kwenye maisha yake kwa sababu anaona mbona huyu ana pesa. Na huyu mwanaume anaanza kutamani kumwambia ukweli mke wake kwamba hiki unachokifanya sio sahihi, lakini anahofia kwamba mwanamke atasema kwa hiyo nimemfanyia hiki ili nimsimange. Kwa hiyo huyu mwanaume anajikuta anaishi kwenye maisha ya kuumia moyoni. Kuna kitu anatamani kusema lakini hawezi. Anakosa kuheshimika kwa sababu mwanamke anamzoea kwamba mbona huyu ana pesa, mbona hiki ni simple, amefanya hichi ni kawaida. Yani anakosa ile kuappreciatiwa na yule mwanamke. Lakini mwanaume yeyote anapenda kuthaminiwa kutokana na kitu anachomfanyia mwanamke. Haijalishi ana pesa au hana pesa. Sijui kama unanielewa. Jambo la 5. Kitu kingine kinachomtesa mwanaume mwenye pesa ni kwamba huwa haaminiki na mwanamke. Kwa sababu ya namna ya watu wengi wanavyokuwa wanampapalikia kutokana na pesa alizonazo. Kwa hiyo asilimia kubwa huyu mwanaume atajikuta anaishi na mwanamke kwa kuviziana. Yaani huyu mwanamke hamuamini kabisa 100%. Kwa hiyo kuna wanaume wengine wana pesa wanajikuta wanaishi na wanawake ambao wanaiba pesa kwa siri, wanafanya vitu fulani kwa siri, imani ile uaminifu haupo. Kwa hiyo huyu mwanaume mara nyingi anaweza kawa anaishi na mtu ambaye hamuamini na akaishia kuwa mtu ambaye anapewa upendo feki. Sijui kama unanielewa. Upendo unakuwa ni feki, na anapokuja kugundua kwamba kumbe mwanamke wangu niliyekuwa naishi naye siku zote alikuwa ananiigizia, anaumia. Hili ni tatizo kwenye jamii yetu la wanawake wengi kuamini kwamba mwanaume mwenye pesa ndio mtu ambaye anaweza kuwa anatembea na kila mwanamke. Lakini wengine unakuta hawako hivyo kwa sababu pesa inafunua tabia za mtu. Kwa hiyo mwingine anaweza kawa na pesa lakini sio mtu mwenye tabia za uhuni. Lakini wanawake wengi wanatafsiri kwamba mwanaume mwenye pesa hawezi kutulia. Kwa hiyo asilimia kubwa hata yule aliyeolewa anaweza kujikuta anaishi na huyu mwanaume kimtego, yani ameolewa naye kwa sababu kuna maslahi alikuwa analenga kuyapata. Kwa hiyo huyu mwanaume anajikuta yuko kwenye maisha ya ndoa na mwanamke ambaye anaishi naye kimtego. Mwisho wa siku anakuja kugundua mke anaiba pesa kwa siri, mke anafanya vitu gani kwa siri, mke sijui anafanya vinini kwa siri, na mwisho wa siku huyu mwanaume anaishia kuumia kwa sababu yeye pengine alikuwa yuko real. Hakuwa hata na tatizo lolote wala hakuwa feki. Kwa hiyo anavyogundua kwamba huyu mwanamke niliyempenda kwa nguvu zote kumbe yeye kwangu alikuwa feki, anakuja kuishia kupata maumivu makali sana kwa sababu hatarajii hicho kinachomkuta. Sijui kama unanielewa. Jambo la 6. Kupoteza thamani ya uwekezaji wa maisha. Mwanaume mwenye pesa huwa anaumia sana pale anapoona uwekezaji aliofanya kwa mwanamke umeishia kuonekana ni useless. Hakuna alichokifanya. Ndio vile vile nilivyosema kwamba mwanaume mwenye pesa akiwa na mwanamke anaweza kumtoa mwanamke sehemu yoyote. Yaani mwanaume mwenye pesa unaweza kukuta anamuona mwanamke hana chochote, hajiwezi, analalamika kuhusu maisha yake, analalamika kuhusu familia yake. Yaani mwanaume anaweza kukutana na mwanamke ambaye anatia huruma kiufupi. Mwanamke anaelezea hali yake mbaya ya kimaisha, mimi napitia hiki na hiki, maisha yangu ni magumu, sina wa kuniokota, sina wa kunilipia ada chuo. Kwa hiyo mwanaume akiwa na pesa
anaona huyu mwanamke nimempenda, acha tu nifanye nimsupport na yeye ajione ni mtu katika watu. Kwa hiyo huyu mwanaume anaweza akawekeza nguvu nyingi, akamsomesha huyu mwanamke, akamfanyia mambo makubwa kwenye maisha yake. Mwisho wa siku wengine wanawatafutia mpaka kazi, wengine wanawafungulia mpaka biashara. Sasa huyu mwanamke akija kumuumiza huyu mwanaume, anaumia sana, kwa sababu anakumbuka kwamba huyu mwanamke nilikomtoa na leo vitu alivyokuja kunilipa haviendani. Kwa hiyo mwanaume huwa anaumia sana ndani ya moyo wake, yule mwenye pesa, sio kwa sababu ya pesa zake tu, yani kwa sababu ya namna ambavyo alimkubali yule mwanamke kutokana na hali yake aliyokuwa nayo. Halafu huyu mwanamke amekuja kuinuka, akaja kumlipa vibaya. Unajua hili ni tatizo kubwa sana ambalo wanaume huwa amlifahamu. Mwanamke akiwa na shida atakuja kwako mikono nyuma kabisa, atatia huruma, ataelezea hali yake mbaya ya kimaisha alionayo, na mwisho wa siku akinufaika na pesa zako unakuta anakugeuka. Na hiki ndio kitu kinachowaumiza sana wanaume, kwa sababu unakuta mtu amewekeza kwa namna kubwa kwa huyu mwanamke, ameplay part kubwa kwenye maisha ya huyu mwanamke, ameparticipate kwa kiwango kikubwa kuhakikisha anafikia kiwango fulani cha maisha. Halafu huyu mwanamke anapofikia kile kiwango cha maisha, anaanza kutafuta mwanaume mwingine wa hadhi yake, ambaye huyo mwanaume sio huyu ambaye alimsupport. Kwa hiyo mara nyingi mwanaume anaweza kujikuta yuko na mwanamke amemtoa mbali, kumbe yule mwanamke alikuja kwenye maisha ya huyu mwanaume ili huyu mwanaume awe kama daraja la kumvusha kwenda sehemu fulani, na matokeo yake akishavuka anakuja kumgeuka huyu mwanaume. Kwa hiyo huyu mwanaume anaumia sana, kwa sababu anaona kwa hiyo kile chote nilichowekeza kimekuwa ni useless kwa huyu mwanamke. Kwa hiyo vyote nilivyovifanya kwenye maisha yangu amekuja kuishia kunilipa hivi. Kwa hiyo asilimia kubwa anakuja kuumia sana, kwa sababu aliwekeza muda, nguvu, pesa, na alifanya kila kitu kwenye maisha ya huyu mwanamke kuhakikisha anamfikisha hapo alipofikia. Jambo la 7, wanaume wenye pesa pia huwa wanaumizwa sana na mapenzi kutokana na ukimya wa kumezea machungu moyoni. Na hiki ndio kitu ambacho watu wengi sana huwa hamkifahamu. Yaani mwanaume akishakuwa na pesa huwa anategemewa na watu wengi sana, ndugu, marafiki, watu wa karibu. Kuna watu wanategemea kuomba msaada kwake. Kwa hiyo asilimia kubwa huyu mwanaume huwa anajikuta na watu wengi sana ambao wanamtegemea, lakini yeye anakosa mtu wa kumtegemea anapokuwa na shida, na yeye hawezi kuwaambia watu kile anachokipitia, kwa sababu watu wengi sasa wanamtegemea yeye. Kwa hiyo asilimia kubwa ya huyu mwanaume anajikuta ni mpweke kihisia, ndani ya moyo anaumia, kwa sababu kuna mambo anayoyapitia, haoni mtu wa kumshirikisha, anakosa na yeye mtu wa kumtulia shida zake, kwa sababu hawa watu waliomzunguka wanaamini kwamba huyu hawezi kuwa na changamoto yoyote kuanzia upande wa kimahusiano na kimaisha, kwa sababu yeye ana pesa. Kwa sababu hiyo ndio akili ya watu wengi sana, huwa tunaamini kwamba mtu akishakuwa na pesa hawezi kuwa anapitia changamoto na akavumilia. Na ndio maana utaona wanaume wengi wanasema, yaani mimi niwe na pesa, mwanamke ananisumbua, mimi sinamwacha tu mara moja hizo. Kwa hiyo unakuta huyu mwanaume amezungukwa na watu wa aina hiyo, kwamba ni watu wanaomtegemea sana yeye. Kwa hiyo yeye anakosa mtu wa kumtegemea. Kwa hiyo asilimia kubwa wanaume wenye pesa huwa wanajikuta wanaishi na machungu, kwa sababu anatamani apate mtu wa kumtegemea, amwambie jambo lake analopitia, na matokeo yake anashindwa kumpata huyo mtu wa kumwambia hicho anachokipitia. Kwa hiyo anabaki na machungu moyoni. Kwa hiyo ndani ya moyo anatembea na masononeko, japokuwa anakaa kama ana furaha kwa nje. Sijui kama unanielewa. Jambo la 8 ni mtego wa michepuko. Mwanaume baada ya kupata pesa huwa anaviziwa sana na wanawake. Wakati mwingine unaweza kukuta na yeye akaamua kuingia kwenye usaliti kutokana na kukosa utulivu nyumbani, au akaamua kwenda tu kwa sababu ana pesa, kwa sababu watu wanatofautiana. Mwingine akishakuwa na pesa anaona ndio nafasi ya yeye kumiliki kila mwanamke anayemtaka. Sasa matokeo yake huwa yanakuwa hivi: huyu mwanaume nyumbani anachezewa na mke wake, yani haheshimiki. Lakini pia akienda kwa mchepuko pia anakuwa anamtumia, kwa sababu mchepuko na yeye anakaa pale kwa akili, kwa sababu anaamini huyu mwanaume ana pesa. Kwa hiyo anajua kwamba huyu nataka anifaidishe kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mwisho wa siku baadhi ya wanaume huwa wanajikuta wanaanza kukaa na hawa wanawake wa nje, wanaanza kuwapelekesha. Wanaume wengi sana wenye pesa, yani naweza nikakwambia 90% ya wanaume wenye pesa wanaendeshwa na michepuko. Huwezi kuamini. Yani huyu mwanaume amekosa amani ndani ya nyumba yake, amekosa furaha ndani ya nyumba yake, amekosa kuheshimika ndani ya nyumba yake. Anapoenda kutafuta mwanamke mwingine, huyo mchepuko anajikuta ananunua amani kwa huyo mchepuko bila yeye kujua.
Kwa hiyo unakuta mwanaume yuko na yule mchepuko anamuonyesha kila kitu kizuri, kwa sababu na yule mchepuko ana tageti zake, yuko pale kibiashara. Kwa hiyo anajua kwamba nakana huyu mwanaume mpaka atakaponifanyia 1, 2, 3. Wanaume wengi wenye pesa hii siri ndio huwa hamuifahamu. Mwanamke anajilengesha kwako huku amejiwekea mahesabu kwamba huyu mwanaume akininunulia kiwanja, akanijengea nyumba, pengine akaninunulia na gari, hapo ndipo nitakapomtupa. Yaani anakuwa ameshajipigia mahesabu. Kwa hiyo utakapoenda, huyu mwanamke utaununua utiifu wake bila we kujua. Atakupa utiifu, atakuwa mnyenyekevu, atakuwa mwenye heshima, kwa sababu yuko mawindoni, anaiwinda hiyo pesa yako. Na kweli wewe utakuwa unawekeza kwa kiwango kikubwa, kwa sababu huyu mwanamke anakupa kile unachokitaka. Umekosa amani, umekosa furaha, umekosa nini, anakupa hivyo vyote, kwa sababu na yeye anakuuzia. Kwa hiyo wanaume wengi huwa wanajikuta kwenye mtego wa kutumika na hawa wanawake kwenye namna gani? Ni hivi, kuna kipindi sasa huyu mchepuko baada ya kuona ameshanufaika na pesa za huyu mwanaume, akaona mimi huyu simuhitaji tena, anaanza masharti. Anaanza kuingiza upendo wa masharti. Kama mimi unataka tuendelee na wewe nifanyie hiki na hiki. Kama unataka mimi tuendelee na wewe nifanyie kile na kile. Sasa huyu mwanaume anaingia kuwa mtumwa pamoja na pesa zake, kwa sababu yeye pesa si zinaweza kuclear kila kitu. Kwa hiyo anajikuta anaanza kukaa kwenye mtego wa yule mwanamke wa kumfanyia kila kitu anachokitaka. Hii ni michezo ya kihisia ambayo michepuko mingi na wachezea wanaume wenye pesa, kwa sababu wanajua kwamba wanaume wengi wenye pesa ni wapweke kwa ndani. Kwa hiyo anajua huyu nikimpa amani nitamuendesha kwa ile amani ninayompa. Kwa hiyo anakupa ile amani kama rushwa, kiasi kwamba siku nyingine akikutishia kwamba hii amani inafikia mwisho, unakuta mwanaume mwenye pesa anaanza kupambana. Unataka nikufanyie nini? Sema unachotaka nikufanyie. Chochote unachotaka mimi nitakupa. Kwa hiyo unakuta mwanaume anaenda huko nje anashikiliwa masikio na huyo mchepuko, na wengine mpaka wanarogwa. Yaani kiasi kwamba mtu akija kujitoa kwenye maisha huyu mwanamke, akija akikaa akifikiria vitu alivyokuwa anavifanya, hata yeye anashika kichwa. Nilikuwa nafanya nini? Kuna mtu mimi alishawahi kunitafuta, anasema dada, mimi hapa nilipo nina miaka 54. Lakini nilikuwa napiga magoti nalia kwa binti wa miaka 26. Wewe fikiria, anamlilia machozi yule mtu asimwache. Kwa nini? Kwa sababu yule mwanamke amemuuzia amani. Kwa hiyo alipomtishia kwamba hii amani itafika mwisho, mimi nataka kuachana na wewe, yule mwanaume akageuka kuwa mtumwa. Anasema nilikuwa nampigia magoti yule mwanamke nalia machozi. Binti wa miaka 26, mimi nina miaka 24 na nina mtoto mkubwa ambaye anakaribiana umri na huyu binti. Anasema yani siku nilipojitoa pale, nilikuwa tu nashika kichwa. Nilikuwa nafanya nini? Nini nilichokuwa nafanya na yule mwanamke? Vitu vyenyewe ndio vinakaa kama hivi. Kwa hiyo mwanaume mwenye pesa anajikuta anakosa amani ndani ya nyumba, na akitoka nje ili akatafute amani, anaishia kuuziwa amani. Kwa hiyo anaenda kutumika, yani pesa zake zinaenda tena kumuendesha. Sijui kama unanielewa. Jambo la 9. Wanaume wenye pesa huwa wanaumia sana na mapenzi baada ya kusalitiwa na wanawake. Yani baada ya wanawake kwenda kuwasaliti na wanaume ambao hawana chochote. Sijui kama unanielewa. Hakuna kitu kinachomuuma mwanaume, yani hakuna kitu ambacho kinamuuma mwanaume mwenye pesa kama kuona mwanamke ambaye yuko naye ameenda kumsaliti na mtu ambaye hana kitu. Kwa sababu mwanaume akiwa na pesa anaamini kwamba pesa ndio kila kitu. Mbona huyu mwanamke kila anachohitaji anapata? Matokeo yake huyu mwanamke akienda kumsaliti na kijamaa cha ovyo ovyo huko, huyu mwanaume anaumia kuliko unavyofikiria. Kwa sababu anahisi nilichokuwa nakifanya kwenye maisha ya huyu mwanamke kilikuwa kinatosha yeye kutulia. Kwa hiyo mtu anakaa anajiuliza maswali mengi kwamba sababu ya huyu mwanamke kunisaliti ni nini? Kwa hiyo asilimia kubwa huyu mwanaume anaweza kuwa kwenye maumivu kwa muda mrefu, kwa sababu yeye pengine alikuwa anaamini ndani ya moyo wake kwamba nikimhudumia huyu mwanamke na kumpa kila kitu, hawezi kunidhalilisha mimi kwa kwenda kwa mtu ambavyo havieleweki. Kwa hiyo mwanamke akienda na mtu ambaye haeleweki, kwake yeye inakuwa kama aibu. Yaani anaangalia hadhi yake, pesa zake alizonazo, na mtu ambaye mke wake ameenda kumsaliti naye. Hicho unakuta kitu kinamtesa mwanaume, anachanganyikiwa kabisa kwamba mke wangu alikosa nini mpaka akaenda kwa kile kijamaa. Ndio maana mara nyingi unasikia mwanaume anasema yani alienda kutoka na kijamaa kieleweki, kwa sababu yeye alikuwa anafikiri vitu vyote anavyovifanya kwenye maisha ya mwanamke vinajitosheleza. Yani hakuwa akiona kama kuna sababu ya mwanamke huyo kwenda kufanya usaliti. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mwanaume huwa anaishia kuumizwa sana baada ya kugundua kwamba mwanamke aliyenaye ameenda kumsaliti na mtu ambaye hana hadhi kama ya kwake, hana pesa kama za kwake. Sijui kama unanielewa. Jambo la 10. Sasa hili naomba muwe makini sana. Wanaume wenye pesa huwa wanateseka sana na mapenzi kwa sababu
ya kupenda kushindana nani ni zaidi na nani yuko vipi. Na huu ndio mchezo wa kijinga sana ambao wewe kama mwanaume unaweza kuufanya kwenye maisha yako. Kuna wanaume wana pesa zao, wana familia zao vizuri kabisa, wanawake zao hawana matatizo. Lakini wanaanza kutoka nje ya ndoa zao, kuanza kutembea na wanawake wazuri. Na wale wanawake wanakuwa wanajua kabisa, yani yeye mwanaume anajijua kabisa, hapa siko peke yangu, wako na wenzangu. Kwa hiyo anaingia kwenye competition, kila mtu ya kumfanyia mambo makubwa yule mwanamke ili amvute zaidi kwake. Na huu ndio ujinga ambao wewe mwanaume utakiwi kujiingiza kabisa, kwa sababu huko ni kujiumiza na wengine wamefilisika kwenye mambo kama hayo. Yani unakuta mwanaume kabisa anaamua kuingia mechi na mwanaume mwenzie, kumgombania mwanamke kwamba nani atatiki kwa huyu mwanamke, nani atafiti kwenye moyo wa huyu mwanamke. Kwa hiyo asilimia kubwa anaingia kwenye mahusiano ya utapeli. Yani anakuwa kama yuko kwenye kamari, yuko kama kubeti. Kwa hiyo anajikuta anachezeshwa na yule mwanamke, wanachezeshwa na yule mwanamke, anatoa pesa, anafanya vitu vikubwa, anafanya nini. Mwisho wa siku mtu anakuja kushtuka amechelewa, pesa zimeteketea, anakuja kugundua kwamba nilikuwa nafanya mambo ya kipumbavu. Kwa hiyo mwanaume, kamwe usije ukaanza kushindana na pesa zako ili kummiliki mwanamke fulani. Ifike mahali, kaa chini, tafakari, waza, hiki kitu ninachokigombania kinanipa faida gani? Starehe za muda mfupi zisikusababishe wewe uharibu ndoto zako, uharibu uchumi wako kwa ajili ya mwanamke. Mtu unaanza kushindana kuwekeza, kumnunulia magari, kufanya nini, na unakuta mwingine una mke wako huko nyumbani. Umfanyia hayo mambo makubwa mke wako, unaenda kufanya kwa mwanamke kwa sababu unataka uonekane wewe ndio zaidi, huyo mwanamke akuchague wewe. Yani kuna wanaume mna hizo tabia za kutaka kuchaguliwa na wanawake. Matokeo yake mnaingia kwenye mashindano na wanaume wenzenu ya kufanya mambo makubwa kwenye maisha ya mwanamke. Unamfanyia hiki. Huyu amenunua kiwanja, wewe unaenda unajenga bonge la nyumba. Huyu amejenga nyumba, wewe unamnunulia mgari mkali. Mimi huwa naona kabisa hawa wanawake wanawafanya nyie kama wenda wazimu. Kwa sababu weka chini mwanaume uwaze, hivi unachokifanya ni kitu gani? Na unakuta una familia yako, una mke wako yuko nyumbani ametulia, hana hata mambo mengi. Uko unahangaika kushindana kumnunua huyo mwanamke uliye naye. Mwisho wa siku ukikaa chini hata wewe ukatafakari, kitu unachokifanya ni nini? Utakuja kugundua kwamba ni upuuzi. Ni upuuzi mtupu. Kingine cha mwisho naomba niseme kwamba wanaume, usije ukaanza kuendeshwa na kimwanamke cha nje. Mtu una familia yako, mtu una mke wako, mtu una heshima zako. Unaanza kuteswa na mapenzi na kitoto kidogo. Mtu ambaye yuko nje na maisha yako. Ikiwa wewe tayari una familia yako, umeshajipambania, ulitoka mbali na mke wako, umefika hapo ulipo, unaanza kupata mwanamke wa kukuendesha wewe na pesa zako. Mimi nakwambia mwanaume, ifike mahali utambue thamani yako. Ifike mahali uache kuchezewa kama mdori. Mtu una mke wako vizuri kabisa, yuko nyumbani ametulia, na wengine wake zenu hawana shida. Uzuri mimi wanaume wengi wanaonitafuta wengi huwa wanakiri sana hizo changamoto. Nimeshakutana na wanaume wengi sana ambao wanasema, dada, nilikuwa naendeshwa na kitoto kidogo. Matokeo yake napokuja kushtuka, yani kwa nini nilikuwa naendeshwa na kimtu cha namna hii? Mtu unakuta unaendeshwa na mwanamke hana heshima, sio mtiifu, hana chochote cha maana. Ni kwa sababu tu kuna vistarehe vya kitoto anakupatia ndio unajisahau. Ifike mahali we mwanaume utambue thamani yako. Simama kwenye kioo, jiangalie. Wewe angalia ndevu zako zilivyokomaa, angalia watoto wako, kisha jitafakari, kaa chini, fikiria mambo ambayo unayafanya kwenye maisha yako. Wakati mwingine utajigundua kwamba una miaka 40, una miaka 50, lakini unafanya mambo ya watoto wa miaka 18. Unafanya mambo ya vijana wa miaka 16. Utoto ule na ujinga ndio unafanyishwa wewe na huyo mwanamke. Kuna wanaume wake zenu wanawapa heshima vizuri, lakini hiyo michepuko hiyo ndio inawafanya nyie kama wajinga. Mnakaa mnateseka, kama mchepuko kana kuburuta. Ukitaka mimi na wewe tuendelee nifanyie hiki, ukitaka mimi na wewe tuende kule nifanyie kile. Tafadhali sana mwanaume, usiwekeze kwa mwanamke ambaye sio mke wako pamoja na pesa zako ulizonazo, kwa sababu mwisho wake maumivu yatakuwa ni makali. Unaumia kwa sababu ya kitu kikubwa ambacho umewekeza kwa yule mwanamke. Hazina kubwa uliyokuwa unaiwekeza pale, ulitarajia upewe shukrani ya pekee kutoka kwa huyo mwanamke. Matokeo yake huyo mwanamke akikulipa vibaya, utaumia kwa sababu ni kitu ambacho ulikuwa haukitarajii. Kwa hiyo wanaume wengi huwa mnaumizwa sana na mapenzi, hasa ambao mna pesa, kwa sababu ya matarajio ya pesa zenu. Yani unakuwa na matarajio na kile unachokifanya kwenye maisha ya mwanamke. Mwisho wa siku mimi nikwambie, wanawake hawana shukrani.
Mwanamke asiye mke wako hana shukrani. Wakati mwingine kuna watu mna pesa zenu, ni wake zenu kabisa mmewaoa, lakini na wao hawana shukrani. Unamfanyia kila kitu lakini bado anaiba pesa, anaenda kuficha nyumbani kwao. Tayari anaonekana na mipango ya siri. Kwa hiyo mimi naomba nikwambie tu, mwanamke hana shukrani. Unavyofanya kila kitu siku zote kwenye maisha yako, fanya kwa kiasi. Huku ukijua kwamba mwanamke hana shukrani, huku ukijua kwamba sio kwamba nikifanya kwa ukubwa huu kwamba ndio nitathaminiwa sana na huyu mwanamke. Mwisho wa siku utaishia kulia. Unakaa mtu mzima kabisa, mwanamke anakugeuza kama mdoli, anakuzungusha, unalia machozi. Mtu una miaka 50 na unakaa unaanza kumlilia mwanamke ana miaka 20 na mwanamke anataka kuingiza kwenye maisha ya ajabu ambayo hujazoea. Uko na mwanamke anakupa masharti. Mimi ukitaka mimi na wewe tuelewane, niachie uhuru. Mimi sitaki kubanwa. Mimi sitaki hivi sheria zako. Mimi sitaki hiki. Na unakuta una mke wako. Mke wako yuko nyumbani, ametulia, hana shida, anakuheshimu, tamaa zako zinakuponza. Kwa hiyo mimi naomba nikwambie mwanaume, hii kauli ya kwamba nyinyi wanaume ni kama watoto, ifike mahali na nyinyi muikatae. Sio kila wakati wewe ni kama mtoto, wakati mwingine wewe ni mtu mzima. Una akili zako, umekomaa kabisa kiakili. Na wewe mwanaume, kitu kingine cha kukwambia ni kwamba utakapoona upendo umeanza kuwa na masharti, changamka haraka sana, ondoka hapo, hapana upendo. Utakapoona uko na kimwanamke kinaanza kukwambia mimi nifanyie hiki ili mimi na wewe tuendelee, kimbia. Hakuna mahusiano hapo. Mwanamke akishaanza kukupa masharti, sijui ninunulie kitu fulani, sijui ninunulie kiwanja, nijengee nyumba, ninunulie gari, sijui wewe una pesa lakini mbona hauninufaishi, sijui nini, ujue tu hauko na mtu sahihi. Na wakati mwingine huyu mtu sahihi alijificha kwa muda akiwa anakuchezea mchezo, uzalendo ukamshinda. Anaanza kufunguka na wewe unashindwa kuzingatia. Anapokuambia kwamba nifanyie hiki ili mahusiano yetu yaendelee, ujue tu hapo upendwi. Ndio maana unaanza kupewa masharti. Ndio ulikuwa unahisi huyo mwanamke anakupa amani, lakini hiyo amani ilikuwa ni feki. Ndio huyo mwanamke ulikuwa unaona ni mtiifu kwako, lakini huo utiifu alikuwa anakutii kwa sababu alikuwa anafaidika. Huo utiifu wake ilikuwa ni biashara. Kwa hiyo ikifika mahali akianza kukuonyesha kwamba ilikuwa ni biashara, kimbia. Pengine mapema ukushtuka kwamba uko na mtu ambaye yuko na wewe kibiashara, lakini ukishakuja kugundua kwamba huyu mwanamke yuko na mimi kibiashara, kimbia. Kama una familia yako, najua hicho kitakachokutokea itakuwa ni fundisho la wewe kurudi kutulia kwenye familia yako. Ndipo utakapojua umuhimu wa mke wako. Unaacha kumnunulia mke wako mzuri gari ambaye alikuwepo kwenye maisha yako tokea una kitu mpaka sasa hivi. Uko unahangaishwa, uko na kibinti kina miaka 22, kibinti kina miaka 23, kibinti kina miaka 26, na wewe ulipo hapo ni mtu mzima una miaka 54, 55. Vitu vya ajabu kabisa. Ifike mahali wanaume mtoke kwenye hizo level. Na ndio maana nyinyi wenye pesa mnaongoza sana kuteseka, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanakuja kwenu kwa sababu ya kitu mlichonacho. Kwa hiyo wanaume wengi wenye pesa huwa wanaumizwa sana kwenye mahusiano, kwa sababu watu huwa wanaingia nao kwenye mahusiano kutokana na kitu walichonacho. Na mwingine anaweza kaolewa na wewe hata akupendi, kwa sababu tu ameona una pesa na anajipangia mipango. Ndio hao unakuta umemuoa, unamfanyia kila kitu, lakini anaiba pesa, anaficha. Mpango wake sio kukaa hapo. Ana plani zake kwamba nikija kufanikiwa, nikipata hiki na hiki na hiki, na mkimbia huyu mwanaume. Kwa hiyo mwanaume, kuwa makini. Jasho lako uliheshimu, linda utu wako, linda heshima yako. Usikae mahali popote ambapo hapakupi amani. Mwanamke yeyote ambaye hakupi amani, haijalishi una cheo gani, watu wanakutazama vipi, watu wanakutegemea kwa namna gani, lakini ukishaona tu kwamba hapa nilipo sio sahihi, tembea mbele. Achana napo. Watu watasema mengi, lakini mwisho wa siku amani ya moyo ni ya kwako. Mwisho wa siku ukihatarisha afya yako utateseka mwenyewe. Ukipata kisukari, ukipata pressure, ukiugua ugonjwa wa moyo, utateseka wewe. Mwisho wa siku pesa zako zisiwe kwa ajili ya kununua upendo. Hakikisha unakaa mahali ambapo pana upendo wa kweli, ambapo hasa unapewa heshima ya kweli, ambapo unapewa unyenyekevu wa kweli, ambapo mtu anakutii katika kweli. Lakini kwa bahati mbaya ukiwa na pesa unakosa hivyo vitu, kwa sababu watu wengi wanaokuja kwenye maisha yako wanakuwa feki. Kwa hiyo kuna opportunity huwa zinajitokeza, mtu unapata nafasi ya kugundua kwamba hiki kitu ambacho huwa kinaendelea siku zote kwenye maisha yetu ni feki. Kwa hiyo ukishapata picha tu ya kujua kwamba hiki kinachoendelea kwenye maisha yetu ni feki, tafadhali sana tembea mbele, kimbia. Maisha ya sasa hivi inatakiwa ujihurumie wewe mwenyewe. Hakuna atakaye kuhurumia, na mwisho wa siku ukipata magonjwa utateseka wewe mwenyewe. Hakikisha hauendeshwi na mahusiano. Hakikisha hauendeshwi na mapenzi kwa ajili ya pesa zako. Mwisho wa siku pesa zako zikupe uhuru wa wewe kujitawala na kupata mtu sahihi kwenye maisha yako.